Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman warzuqna fahma wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi wetu mtazamaji wa Istiqama Swahili TV popote ulipo, ni matumaini yetu kwamba hapo ulipo ni mzima wa afya, lakini ikiwa una ugonjwa wote basi Allah atakupa shifa. Nachukua fursa hii kukaribisha katika muendelezo wetu wa vipindi ambavyo tunaviendesha na kuvituma kupitia channel hii ya Istiqama Swahili TV. Utakuwa nami kwenye kipindi hichi mtangazaji wako wa kawaida na muendeshaji wako wa kawaida wa kipindi, Tariq bin Hafidh bin Salim al-Ghaithi, nikiwa na mgeni wetu ambaye ni shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Suleiman al-Tiwani, ambaye leo atakuja kutupa raha ya moyo. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, hapo ulipo kaa, fungua moyo wako vizuri, jitayarishe na kila ambacho kinachokuja, kwa sababu kinachokuja sio mawaidha wala muhadhara, bali ni utamu wa roho. Ni Qur'ani ikizungumza katika kwa ladha ya roho, na ni sauti ya wahi ikipenya katika kelele za dunia. Napenda nimkaribishe Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Suleiman al-Tiwani aje atupe raha na utamu ambao upo katika aya ambazo atazisoma katika suratul Hijr, sura ya 15 yenye aya 99 iliyoteremshwa Makkah, ambayo inapatikana katika juzuu ya 14. Atatusomea na atatafsiria na atatusimulia raha ambazo zimo katika aya hizo, kuanzia aya ya 45 mpaka aya ya 49. Kwa hivyo bila ya kupoteza muda, napenda nimkaribishe Sheikh Muhammad bin Suleiman al-Tiwani atupe raha hizo ambazo ametuandalia. Sheikh Muhammad, karibu sana kwenye kipindi. Mashaallah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Asante sana Sheikh Tariq, kwanza kwa utangulizi mzuri. Kama jana ulivyotangulia wewe kutupa faida, naona na leo kisahani kimerejea, unaanza kutupa burudani. Utangulizi unatosha kutuliza nafsi na kuchangamsha akili. Ya Rabbi, tujalie tupate raha ya dunia na akhera. Amin ya Rabbi. Atujalie kuanzia mtangazaji wetu na wanaoandaa kipindi hichi na watazamaji wetu, sote tuwe ni wenye kuingia katika sifa za aya ambazo tutazisoma. Naam, amin ya Rabbi. Kwa hakika naomba tuanze na kauli kama ulivyosema aya 45, naomba tuongeze moja iwe 50 kamili. Iwe 50 inshallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله أكبر. إن المتقين في جنات وعيون. kwanza tuwe makini kwamba maneno haya hayazungumzwi na mwanasiasa ambaye kachanganya kweli na yasiokuwa kweli. Naam, sahihi. Wala hayazungumzwi na mwanafalsafa ambaye leo kasema hivi kesho kasema vile. Naam. Wala hayazungumzwi na mfanyabiashara ambaye kwamba anavutia biashara na kipato chake na maslaha binafsi. Sahihi. Lakini anasema aliomba mbingu na ardhi na akapanga kila kitu. Naam. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Naam. Kwa hakika, indeed,
kwa hakika. Naam. Na watu wa balagha wanajua khitabu hiyo anaelekezwa nani. Naam. Kwa sababu inawezekana kama ni lugha tu kusema almuttaquna fi jannatin wa uyun, lakini hapa kasa innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kwa hakika iondoke shaka. Naam. Waliomcha Mwenyezi Mungu watakuwa katika bustani na chemchemu. Ya Rabbi tujalie na sisi tuwe katika. Amin ya Rabb. Jannatin, bustani. Usiyokakisia bustani ya akhera ni sawa sawa na bustani ya dunia. Naam. Hasha wa kalla. Bustani ambayo ni majumba yaliyopendeza na makasri yaliyoimarika, yaliyotumia kila kitu, ndio maana janna. Hayana kasoro. Hayana kasoro, kila kitu ndani yake kimo. Naam. Mpaka chemchemu. Mashaallah. Allahu akbar. Naam. Zinazotiririka na upepo mwanana unaopiga katika bustani hizo ambazo zimekamilika. Na ndio leo ukaona katika dunia kwenye mamall makubwa Ndio. kwenye vituo vya biashara na mahoteli Ndio. ya 5 stars au zaidi ya hapo. Naam. Kama ziko 7 stars na kadhalika, lazima ukute maji. Ndio burudani ya macho. Naam. Na utulivu wa moyo. Ndio, kweli. One maswimming pool mengine kwenye magorofa siku hizi. Naam. Japokuwa hogelei lakini ile utizame. Naam. Naam. Lazima maji. Naam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaandaa kwa watu wema ambao wamepambana na nafsi katika dunia hii. Naam. Iliyojaa vituko na vitakuro na vishawishi. Wale waliopambana muttaqina. Naam. Wakapambana na nafsi zao, wakamridhisha Mola wao, hawa watapata malipo yao si kitu chengine isipokuwa jannatin wa uyun. Naam. Tayyib. Allahu akbar. Naam. Udkhuluha bisalamin aminin. Makaribisho mazuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaloletwa na malaika kuambia waja hawa, ingieni kwa salama na amani. Naam. Kwa salama na amani. Katika starehe, ikiwa wewe huna salama, huna amani, hapana starehe. Ndio kama mara nyingi katika Qur'ani unakuta watu wa peponi wanaambiwa la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Naam. Hatakuwa na wasiwasi wala hofu wala stresi wala chochote. La tasma'u fiha laghiya. Peponi hakuna kusikia hata lile kero la nafsi, la fadhaa ya moyo, la hofu na wasiwasi na msongo wa mawazo. Hakuna habari hizo. Ya Rabbi tujalie sisi na watazamaji wetu na kila muumini tuwe katika watu wa peponi. Moto hatuwezi. Naam. Hakika. Innal muttaqina fi jannatin wa uyuni. Nataka watu kweli kweli. Watu gani? Ni wale waliotajwa kwamba inna lillahi ibadan futana. Naam. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليس للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Naam. Allahu akbar. Hakika ya Mwenyezi Mungu wanao watu futana, wanabongo. Naam. Werevu. Naam. Weledi. Naam. Wamebobea, wanajua mambo, wanaona uoni wa mbele. Naam. Muttaqina inna lillahi ibadan futana talaqu dunya, wameachilia mbali dunia, wakhafu alfitana, wakaogopa vishawishi vyake, nadharu fiha, walitaamali wakatafakari, falamma alimu, walipotambua na kujua na kuelewa, annaha laysa lilhayy watana, kwamba hapa si pahali pa kutua, ni pa kupita. Naam. Si kituo cha kudumu. Jaaluha lujatan, wakaifanya ile ni mchemba wa bahari, ni muhiti, bahari kubwa kabisa, mkondo mkubwa. Naam. Vipi wavuke salama? Jaaluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Naam. Wakazifanya zile amali zao njema kuwa ndio marekebu na vipando vya kupandia, ndio maabara kuvukia kufika pahali penye amani.
Ya Rabbi tujalie. Amin ya Rabbi. Pepo si pepo yule kuingia kichwani kwa atakuja kirahisi, panataka kazi. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, ma la ainu ra'at. Allahu akbar, Allahu akbar. Lazima bidii, wale waliofanya bidii. Udkhuluha bisalamin aminin. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Katika moja ya starehe za pepo ni kwamba watakapoingizwa kwamba watatolewa, wanazana waqala'na, na zitatolewa, tutatoa katika vifua vyao zile chuki, ile yale mafundo fundo yale yalokaa. Tariq lazima tukakutana msikitini, tukacheka pamoja, na sote, wewe una tasbihi na mimi na tasbihi, unakwenda hija na kwenda hija, kila kitu, lakini kuna vitu ndani vinavyokuta. Hata ukataka kusameheana, kwa yule simsamehe, lakini sio mimi nawe la hasha wakala, ni mfano Allah yatokea, lakini yapo. Kwa hivyo yale kwanza kuna guarantee kusafishwa kabisa, tolewa ikhwanan, wakiwa ndugu wa kweli, kwa sababu ndugu wa kweli hawachukiani kweli. Ikhwanan ala sururin, wawe katika viti kama hivi, lakini viti vilivyokuwa vya makochi, na ikaitwa sarir hapa surur, kwa maana ile maana surur kwamba ukikaa kwenye kochi na kuletea furaha. Hata kitanda itakuja maana hiyo hiyo kweli, lakini hapa makochi, lakini mutakabilin kama hivi. Kama wewe ungenipa mgongo na mimi nikakupa kisogo, pengekuwa na utamu na ladha, hakuna. Lakini hapa unatabasamu na mimi natabasamu, unajisikia na mimi najisikia. Ya Rabbi tujalie katika ahlul janna. Amin ya Rabbi. Amin. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghilli. Hii nafikiri ni aya 47 kama sikosei, lakini katika surati al-A'raf Mwenyezi Mungu alitaja hili tena, ni muhimu sana tulizingatie. Watu wa peponi hawataki kukana vinyongo. Ndio. Katika surati al-A'raf aya ya 43 sasa Mwenyezi Mungu, wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anharu وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. raha iliyoje. Kwa sababu mara nyingine unakosa raha kwa kuona mwenzako anakuchukia wala sababu huijui. Tamani vipi nijisafishe, na tamani vipi tusahau yalopita, tuanze ukarasa mpya, au nijue sababu gani nijeke sawa, musameheane. Hazishi nongwa mpaka lini? Mpaka kiyama, mpaka peponi. Jamani, tutole wakati ni huu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutawatoa chuki, halafu zipite chini yao, kando yao bustani za kweli. Hapo tena waseme alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuongoa mpaka tukafika hapa. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, na sisi tusingeweza kuongoka wenyewe kama hakutuhidi Mwenyezi Mungu. Ama kwa hakika laqad ja'at rusul rabbina bilhaq, mitume wetu wametujia kwa jambo la haki. Baada maneno hayo utatoka mnada, wanudu antilkum aljannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Hiyo ni pepo mmerithishwa, mmepewa kutokana na amali njema mlizokuwa mkizifanya. Ndugu mtazamaji, lazima tuchape kazi ili tupate mshahara mzuri. Hatutoingia peponi kwa kazi, lakini kwa moyo wa kazi, kwa bidii. Tena rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini haiwezekani, haitokuwa ni uadilifu kuwa aliyekuwa hafanyi ndio apewe na anayefanya anyimwe. Haya ni kinyume na aya zote zilizokuja. Imani imeambatana na amali. Mwenyezi Mungu anaendelea katika surati al-Hijr
kutufahamisha mambo ya peponi, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin. Hawatoguswa. Metumika lugha katika bayan na badia wa maani, neno kubwa sana. Hawatoguswa hata kidogo, hata kidogo. Na nini? Machofu, nasab, taab, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, kaifasiri almashaqqa, taab. So tabu, hata ukawa wewe katika hiyo sehemu za anasa na starehe, waende katika majumba ya starehe ya dunia, ikiwa umechoka, huna haja ya starehe, huihisi starehe. Wangapi wanakataa chakula kiko tayari na harufu nzuri inatoka ya kuvutia na ladha, vyakula vya ladha, sasa nimechoka, nitakula baadaye. Kitu cha kwanza nasabun, hakuna mashaka, machofu, tabu, stress, msongo wa mawazo, la yamassuhum fiha nasab. Lakini jingine, wama hum minha bimukhrajin. Allahu akbar. Hakuna check out, hutoki ukiingia hutoki, kwa labda muda wako umeisha toka abadan. Hilo ndio muhimu. Na hiyo ndio starehe, kwa sababu tunakwenda mara nyingine katika mahoteli makubwa. Ukishaingia una dua, una zubaa, unaona raha, hutamani kidogo hutoke kidogo, naambiwa kengele na gongo tayari, bwana mkubwa, niongeze kidogo, ongeza na fedha. Hakuna bili. Hapa duniani ni mifano, Sheikh Tariq, hapa hapana raha ya kweli. Raha ya jana si raha, imeshapita, ni ndoto. Kweli tabaki nilikuwa historia maana, lakini kweli ili yalitokea haya ni ndoto. Ulivyokula jana na juzi tofauti. Tugange ajayo. Sustainability, kile kinachodumu. Raha ya kudumu ndiyo ni raha, lakini raha ya kudumuka si raha. Ya Rabbi tujalie, amin, tuipate raha hiyo, amin. Wama hum minha bimukhrajin. Anaelea Mwenyezi Mungu sema, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Allahu akbar. Waambie waja wangu. Zameni lugha, waja wangu. Hapo peke yako unapata raha fulani, kunasibishwa na ta'dhim wa tashrif. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Kwanza kuna kitu kupewa matumaini, kuvunjika moyo. Kwamba hapa hii pepo sio kwamba imewekewa malaika, wamewekewa watu wenye mapungufu, ni mimi na wewe. Na ukamilifu wa mja ni ile kuwa na kasoro na mapungufu na makosa. Lakini Mwenyezi Mungu asema wapashe waja wangu. Na naba katika Qur'ani na maana al-khabarul azim, ni ujumbe mkubwa. Nabi ibadi, wapashe waja wangu habari kubwa. Ani ana al-ghafuru, mimi ni mwingi wa kusamehe, kwa sighati al-faul ghafur, kuonyesha mubalagha. Nasamehe sana, tofauti na mja. Kiumbe tukikoseana, wataka kuomba radhi wakimbia, waeka masharti yaliokuwa hayako katika dunia, hutamani, lakini Mwenyezi Mungu anakaribisha. Na hii ndio sifa ya waja wema, kusameheana. Ni sifa Mwenyezi Mungu, walillahi almathalul ala, lakini tunatakiwa tuathirike, tufuate, kwa sababu tumetakiwa kusameheana. Ndio ungwana, ndio imani. Iwe yote waweza kuyafanya isipokuwa haya tu. Nasema kwa hili lilopita simsamehe, basi hutaki kupanda. Abu Bakar radhiallahu anhu ilipotokezea katika qisatul ifk, alikamia makamio gani kwa yule aliyokuwa kimfadhili, baada ya kumuona kwamba alishiriki katika uzushi, akasema basi nitakata posho. Zikamiminika aya, na pale pale baada ya kiapo chake akatengua kiapo, akatafaal na zile aya za kusamehe. Je, nyinyi hamtaki kusamehewa? Licha kuwa kwamba amesingiziwa binti yake. Naam, tena mke wa Mtume sala bibi Aisha radhiallahu anha.
Kwa hivyo Uislamu ni kitu udkhulu fi silmi kafa. Naam. Sio kwa kuchagua kwa fraction. Naam. Hapa unapapenda pazuri, hapa hupapendi unapaacha. Kila mmoja bwana ana mtihani kwa rangi yake. Naam. Shekhe ana mitihani anayofanyiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaweza mitihani mingi kuiruka, akaja akafeli katika kusafisha nafsi tu. Ukasikia kuna tarakumati. Tarakumati nini? Historia eti ya kukosana. Yeye hawezi kusafisha. Lakini wengine waambia atakaache zina na ulevi. Yeye kusafisha nafsi hawezi. Lima taquluna ma la taf'alun. Kuna watawala wana mitihani yao maalumu. Na kuna aya hawataki wazisikie. Naam. Na kuna wengine wanazipenda zile kwamba wamepewa na Mwenyezi Mungu. Naam. Kuna wafanya biashara na wao hali kadhalika. Zikija kwenye miamala ya riba hawataki hata kusikia. Wanasema vijembe ni vyao tu. Kila mtu kuna mahala muzito. Udkhulu fi silmi kafa. Tuomba Mwenyezi Mungu salama. Nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim. Mimi ni mwingi wa kusamehe na ndio mwenye kurehemesha. Hii pepo imewekewa watu wenye mapungufu. Ya man yaibu wa aibuhu mutashaibu kam fika min aibin wa anta taibu. Ewe unayetia kasoro wenzako, una kasoro ngapi? Je, unajijua? Ya man yaibu wa aibuhu mutashaib kam fika min aibin wa anta taibu. Unaendelea kuatia ila wenzako tu. Naam. Mzuri ni anayejitazama nafsi. Naam. Akakiri wama ubari'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu. Naam. Mimi sijitakasi, nafsi ina ubaya. Nafsi ilipoumbwa inachochea. Upambane nayo ni kupambana, bidii na jitihada ndio inayotakiwa hapa ili tuipate pepo. Naam. Ili tuipate pepo. Naam. Na Mwenyezi Mungu anamimina rehema zake duniani kwa wote. Akhera ni special. Naam. Nafasi iko hapa ya kuomba msamaha. Kwa wale watakaoomba msamaha wanaahidiwa. Ni ibada kumwomba Mwenyezi Mungu. Msamaha wa kweli wa kupata kitu kikubwa. Naam. Nacho si chingine isipokuwa ni pepo ambayo ina kila wala hum fiha ma tashaun. Tashaun. Wana kila ambacho mtu anakichokitamani atakipata. Hatuwezi akhtar, hatuwezi adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kabisa kabisa. Mimi na wewe toka jana tunalia hapa kwa joto. Naam. Joto sio kwa moto. Naam. Fama asbarahum ala an-nar. Kweli tutaweza moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kul naru jahannama shaddu harra. Allahu akbar. Ya Rabbi tustiri. Ya Rabbi mimi siwezi na wenzangu hawawezi. Ya Rabbi tujalie tuwe waja wa peponi. Ya Rabbi tusamehe sisi na wazee wetu wema waliotangulia na ndugu zetu katika imani. Amin. Aliyeipata pepo kwa lugha vijana kaukata. Naam. Shapenya. Famanu kapenya, katoboa. Naam, kashatoboa. Kashapata maokoto. Naam. Kwa lugha vijana kabisa. Naam. Allahu akbar. Pale kuna aya pale ulianza Sheikh Muhammad kidogo, yani nzuri kidogo, faman zuhziha ani nar wa udkhila aljanna faqad faz. Ya akhi usimdode wala usimone choyo yule ambaye umeona kafaulu hapa duniani. Alofaulu kweli yule ambaye zuhziha ani nar, yule ambaye katengwa kaekwa mbali chonjo na moto. Allahu akbar. Tazama aya, faman zuhziha ani nar wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi, faqad faza, huyo ndio alofaulu. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Na ukweli ukitizama ile falsafa ya dunia kwa hakika kuna starehe lakini inayodanganya, yenye khadaa. Naam, hapa tunapita tena kwa spidi ya hali ya juu kabisa. Karibuni niliongea na mwanafunzi wangu mmoja, alinipigia simu akaniambia, Sheikh Muhammad, fulani bin fulani unanikumbuka? Naam. Nikaambia tena kama pesa. Mashaallah. Nikusahau wewe? Ambia mimi nilisoma miaka 10 nyuma. Imeshafika miaka 10? Naambia mimi nakumbuka siku fulani palitokea kitu fulani. Miaka 10 imeshapita. Kwa hivyo hapa ni mata'ul ghurur, tunajidanganya wakati unakwenda na haurejei. Wala hausimami. Naam. Ya Rabbi tustiri. Amin. Ndio ikaja sura nzima ambayo Imam Shafi'i
alisema kwamba kama isingeteremka sura nyingine isipokuwa sura hii fupi tu ingetutosha kwa ni mwongozo wa dunia wa maisha yetu. Wal asr. Mwenyezi Mungu akaapa pale na wakati ambao leo kuna kitu kinaitwa time management. Innal insana, hakika mwanadamu, la fi khusr, pale imekuja kwa wote ile alif na lam ya jins. Am inaonyesha umum, wako ndani ya hasara kutokana na hizi fitna zilizopo katika ulimwengu huu na matamanio. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilus salihat. Hapa point. Sio kujidanganya kwa itikadi fasid. Amilus salihat. Wa amilus salihati, na wakafanya amali zinazolingana na imani ambazo ni njema, lakini zaidi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, wakahusiana kama hivi, jamani tuendelee kuishika haki, ni nzito, ni ngumu, na subra ndani. Ndio pale wakasema laqad jaat rusul rabbina bil haqq. Hili neno la haki, haki nzito bwana. Wa aktharum lil haqqi karihun. Cha msingi ndugu zangu ni kwamba raha za sura za aya hizi za al-Hijr ni aya nzito, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimalizia nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, na kwamba adhabu yangu ndio adhabu iliyokuwa kweli kali yenye kuumiza, kwa sababu unaweza kuadhibiwa duniani na adhabu isifanye kazi. Unasikia leo watu wanapelekwa Urusi au China au Marekani kupewa training ya kutesa na kuadhibu, lakini hailingani na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Naomba Sheikh Tariq nimalizie hizi aya kwa ufupi kwa point hizi nilizozitaja, nilizoziweka kidogo, kwamba aya Mwenyezi Mungu aliposema innal muttaqina fi jannatin wa uyun, pepo ya waliomcha Allah ni mabustani yanayozidi mandhari yote ya dunia. Sio filamu hii iliyoektiwa, ni ukweli kabisa. Si hoteli ya nyota 5, si chemchemu za Dubai, wala si spa za Alps, bali ni neema milele isiyo na mwisho wala uchovu. Ya Rabbi tujalie tuwe katika hao. Mwenyezi Mungu anasema udkhuluha bisalamin aminin, mlango wa amani huo. Ya Rabbi tujalie. Amin. Hakuna CCTV huko kwenye milango hiyo. Hakuna hofu, hakuna pasipoti. Unakaribishwa nani? Na malaika kwa salamu ya Allah. Ndipo huzuni ya dunia huponywa moja kwa moja na msongo wa mawazo ukapotea. Allah. Mwenyezi Mungu anasema wanaza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin, upendo halisi wa akhira, siku ya pepo. Hakuna historia ya kutokusalimiana. Chuki zote zimeteketezwa na kupuliziwa na upepo wa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wote ni ndugu waliosalitiana duniani, watasameheana huko. Lakini tunatakiwa hapa tuanze. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya 48 anasema kwamba la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, ni mapumziko ya kudumu ya milele katika dunia, hata likizo ya Maldives hukoma, lakini pepo haina check out. Hakuna kuchoka, hakuna kuzeeka, hakuna kutokuelewana. Nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim, tangazo la rehma. Kama ulikosa kila kitu duniani, usikose tangazo hili. Mola wako ni mwingi wa kusamehe, rehema yake ni kubwa kuliko makosa. Rehema yake ni kubwa kuliko makosa yako. Na mwisho Mwenyezi Mungu anatahadharisha na moto. Ni kama ulikataa kila bishara, basi chukulia onyo hili kwa uzito. Moto wa Allah si wa manukato, ni wa huzuni milele, hakuna kuzima, hakuna kuponywa. Tuomba Mwenyezi Mungu atujalie waja wake waliosamehewa na kurehemewa. Amin, amin. Inshallah. Shukran sana Sheikh Muhammad Tiwani. Kwa kweli ilikuwa naisubiri ule utamu ambao niliutangazia pale, na kweli nimepata utamu wa aya hizi. Na kiukweli mimi binafsi basi nimeingia nasema kwamba yani maana nimeingia hamu zaidi ya kufanya mambo ya kheri ili nije kuipata
yani maana nije kuipata hii pepo. Lakini nafikiri pia na ndugu mtazamaji na wote ambao wanatutazama, sote, mimi na wewe na kila ambaye anatutazama, basi atujalie pepo hii. Amin. Na atukutanishe katika pepo yake ya Firdaus huko yani siku ya Kiyama. Kwa hiyo yani Sheikh Muhammad, sisi hatuna la zaidi kwa kweli, maana tumefurahi na tunashukuru kwamba umetupa huu utamu ambao umetuandalia. Ndugu mtazamaji, mpaka hapa tumefikia mwisho. Sina la kuongezea kwa sababu naonofia nisije nikaharibu, lakini chukua kile ambacho leo Sheikh Muhammad At-Tiwani ametupa. Eka azma na wewe uipate pepo hii, lakini inataka juhudi, na juhudi ni kufanya ibada na mambo ya khairat. Kwa hiyo sina la ziada. Ulikuwa nami Tariq bin Hafidh bin Salim Al-Ghaithi. Mgeni wetu ni Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Suleiman At-Tiwani. Nyuma kamera tulikuwa naye Sheikh Sud bin Hussein Luheta akiwa na msaidizi wake Ustadh Khalid Al-Iskawi. Hatuna la ziada, na kukumbusha kwamba Istiqama Swahili TV ni busati la elimu na hekima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Ahsante. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.